Israel imekiri kwamba mipango yake katika vita vya siku 12 kati yake na Iran haikutimia na hata uharibifu walioufanya ulikuwa mdogo kuliko walivyodhani hapo awali. Katika vita vya siku 12, Israel imekiri kuwa ilisababisha uharibifu wa kiwango kidogo kwa Iran na kwamba hawakufikia malengo yao kama ambavyo walitaka. Mipango ya Israel ilikuwa ni kuiangamiza Iran na kwamba liwe taifa lisilokuwa na uwezo kabisa kama ilivyo wakati huu Gaza. Israel ilipanga kutumia makombora ya aina tofauti tofauti. Hata hivyo, taarifa zinaeleza kwamba Israel haikudhani kwamba Iran ingekuwa na silaha ghali kiasi kile na kwamba ingekuwa na makombora yenye uwezo wa kuruka mfano wa mvua. Meja Jenerali Shlomi Binder, mkuu wa idara ya ujasusi ya jeshi la Israel, amemweleza balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz kwamba Israel inaamini kuwa miradi ya makombora ya ballistic ya Iran iliathirika kwa kiasi kidogo sana katika vita hivyo kuliko ilivyodhaniwa awali. Hata hivyo, mipango mikubwa ilikuwa ni kumaliza mfumo wa nyuklia nchini humo, lakini hata Marekani yenyewe kwa kutumia makombora yake ya Bank Buster kupitia ndege za B-2 haikuweza kuharibu kabisa mipango ya nyuklia ya Iran, na hivyo vita vya siku 12 havikuweza kumaliza kiu ya Israel. Tovuti ya Monitor imenukuu chanzo cha karibu na kadhia hii na kueleza kuwa Tel Aviv inaitaka tena Washington kuchukua hatua dhidi ya Iran. Chanzo hicho cha karibu kimeongeza kuwa hili ni tishio ambalo Israel haitoweza kulikubali kwa muda mrefu na lazima turatibu na Marekani mistari miekundu na hatua tutakazochukua katika siku zijazo, labda hata katika siku za karibuni. Haya yanajiri huku gazeti la Times of Israel likidai kuwa Iran sasa inamiliki makombora ya balistiki yasiyopungua 2,000, takribani idadi ile ile iliyokuwa nayo usiku na kuamkia katika vita. Na hii ni kutokana na kauli ambayo iliwahi kutolewa na kamanda mkuu wa Iran aliyesema kwamba ikiwa Israel itaamua kufanya mashambulizi ndani ya Iran haitatumia makombora 500 kama ilivyotumia katika siku 12 za vita, lakini itatumia makombora 2,000 na kwamba makombora mengi zaidi yatatumika katika vita hivyo, na hii ni ishara kwamba Israel itaharibiwa vibaya. Juni 13 mwaka huu Israel ilianzisha vita dhidi ya Iran na kuwaua makamanda kadhaa wa ngazi za juu wa kijeshi, wanasayansi wa nyuklia na raia wa kawaida. Zaidi ya wiki moja baadaye, Marekani pia iliingilia kati vita hivyo na kushambulia kwa mabomu vituo vitatu vya nyuklia vya Iran huko Fordo, Natanz na Isfahan katika ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa na mkataba wa kuzuia uenezaji wa nyuklia NPT. Vikosi vya ulinzi wa Iran vilijibu hujuma hiyo ya kichochezi ya Israel na Marekani dhidi ya nchi hiyo kwa kushambulia maeneo ya kimkakati katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu huko Israel ambayo ni ya Wapalestina na kuipiga kambi kubwa ya anga ya Marekani katika Mashariki ya Kati ya Al Udeid huko Doha nchini Qatar. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua ni nini kinachojiri katika ulimwengu.